Ngoja niwaambie kitu kimoja. Baadhi ya wanaume mnapunguza umuhimu wenu kwenye familia zenu nyinyi wenyewe. Baadhi ya wanaume mnapunguza umuhimu wa nafasi ya baba kwenye familia zenu nyinyi wenyewe. Kwa yale mambo ambayo mnayaanzisha kwenye familia zenu, yanasababisha wanawake kuona mbona kama mume hana umuhimu? Mbona kama baba hana umuhimu, naweza kuendesha maisha yangu mimi mwenyewe? Kuna baadhi ya wanaume mnawafundisha wake zenu kujitegemea wakiwa ndani ya ndoa. Yaani mke anajitegemea kimahitaji, kimatumizi, kila kitu. Wewe kama mume umekaa pembeni tu. Nimekuwa nikipokea malalamiko kutoka kwa wanawake wengi sana kwa siku za hivi karibuni. Wanalalamika kwamba dada, mimi tangia mume wangu aliponifungulia biashara, alishakaa pembeni. Hajui chochote kuhusu ada ya watoto, hajui chochote kuhusu matumizi yangu binafsi, hajui chochote kuhusu mahitaji ya hapa nyumbani kwa sababu tu amenifungulia biashara. Naomba niongee na nyinyi wanaume, baadhi yenu. Wanaume, ni ukweli, ni vizuri sana kumfungulia mke wako biashara, lakini mimi ninakushauri hakikisha unashirikiana na mke wako katika biashara uliyomfungulia. Hakikisha unajua faida na hasara, na wewe uendelee kusimama kama mtendaji mkuu kwenye familia yako. Wewe usimame kwenye nafasi ya baba kikamilifu, usimame kwenye nafasi ya mume kikamilifu, ili mke wako aone umuhimu na thamani yako. Nafasi yako wewe kama baba ipo pale ambapo wewe unakuwa mwajibikaji kwenye familia yako. Wewe una provide kwenye familia yako. Pale ndipo umuhimu wako unapokuwa mkubwa. Wewe ukimfungulia mke biashara kisha ukamwachia yeye apambane kulipa ada, matumizi ya nyumbani apambane yeye mwenyewe, akiwa na mahitaji yake binafsi ajitegemee, yani kila kitu ukamwachia ajitegemee, mwanamke anaanza kuona umuhimu wako wewe mwanaume haupo. Nawaambia ukweli, nimekuwa nikitafutwa na baadhi ya wanawake wengi tu wanalalamika. Mtu anakwambia dada, ni kweli mimi mume wangu amenifungulia biashara kubwa, lakini nafika wakati nakuwa na ule uchovu. Mume wangu hashirikiani na mimi kwa chochote. Na baadhi yenu tena kibaya zaidi, mnapata na nafasi za kuanzisha mahusiano huko nje. Yaani kwenye familia yako unaacha kuprovide, unaacha kusimamia nafasi yako kama baba, unaanza kwenda kuprovide kwenye familia nyingine. Mimi naomba niwaambie kitu kimoja, baadhi ya wanaume kuwafungulia wake zenu biashara sio tiketi ya nafasi yako kama baba kupotea kwenye familia. Sio tiketi ya wewe kuacha kuwajibika kwa mke wako kama mume wake. Mahitaji ya mke wako wewe kama mume unatakiwa kuendelea kumtimizia. Kuhusu mke wako anasuka kwa pesa gani, anavaa nini, wewe kama mwanaume unatakiwa uendelee kusimamia hilo jukumu. Mimi nawaambia ukweli, baadhi ya wanaume mnapunguza umuhimu wenu kwa wake zenu nyinyi wenyewe. Pale mnaporuhusu wake zenu waanze kujitegemea, mke yeye ndo anayelipa ada. Mke yeye ndo anaye provide ndani, anajua mnakula nini, watoto wanavaa nini, nini kinaenda vipi. Na kuhusu yeye anajitegemea yeye mwenyewe. Hebu pata picha hapo mwanaume. Mke wako na umuhimu wako atauona wapi? Ni kweli wewe biashara umemfungulia ni wewe, lakini sasa anakosa ule ukaribu wa wewe, yani nafasi yako anaanza kutokuiona. Sasa nina umuhimu gani wa kuwa na mume kama ada analipa mwenyewe? Hicho kitu kilinishangaza. Kumbe kuna wanawake wengi tu analipa ada. Yani niliposikia kwa mara ya kwanza nilifikiri ni watu wachache, lakini hapana, ni wengi. Wengi mno. Wanalalamika kwamba dada, tangia nina biashara, mume wangu alishakaa mbali, hajishughulishi. Na ukimuuliza anakuambia bwana wewe, biashara yote hiyo pesa unapeleka wapi? Mwanaume, usiwe mpuuziaji. Mungu hakuwa mjinga kukwambia wewe ndio utakayepambana kuilisha familia yako kwa jasho. Mungu alikuwa na maana kubwa sana, kwa sababu hiyo ndio thamani ya kwako wewe mwanaume kwenye familia yako, ndio inapatikana hapo. Wewe kuwa mtendaji mkuu kwenye familia yako, wewe kuwa mbeba maono, kujua familia yako inaenda vipi, watoto wako ada imelipwa, nini kimeenda vipi. Mke wako anatakiwa kukaa kwenye nafasi ya kuwa msaidizi tu. Ukianza kumfanya mwanamke kuwa mtendaji mkuu kwenye familia, anaanza kuona umuhimu wako hakuna. Mimi nawaambia ukweli, baadhi ya wanaume ambao mmefanya hivi vitu, shtukeni. Anzeni kushirikiana na wake zenu. Umemfungulia biashara, hakikisha uko nyuma ya hiyo biashara. Unajua anaingiza shilingi ngapi, faida na hasara ya hiyo biashara. Kama ni biashara ya kujumua, kama unapata muda nenda kajumue mwenyewe. Kuna mwanamke aliniambia sema mimi naenda kujumua mwenyewe, faida na hasara naijua mwenyewe, ada ya watoto nalipa mwenyewe, matumizi ya nyumbani natoa mwenyewe, matumizi yangu binafsi najihudumia mwenyewe. Mume ananionaga tu nimesuka, nimevaa, nimefanya hivi, watoto wamesuka, wamevaa, wamefanya nini, wamelipiwa ada, yeye alishakaa pembeni. Na nikiongea ananiambia kabisa, wewe, mimi biashara yote hiyo niliyokufungulia unategemea nini? Wanaume, mimi nawaambia ukweli, msiwafundishe wake zenu kuanza kuona umuhimu wenu haupo. Ni kweli wewe unaona kama kumfungulia biashara umefanya jambo jema, lakini nikwambie tu kweli, kuna ule ukaribu ambao mwanamke anatamani kuupata. Aone tu na wewe baba unasema mke wangu hiki.
Kuna wanawake leo hii wanatamani hata mume angesema chukua hii pesa nenda kanunue sare za watoto shuleni, nenda kanunue soksi, nenda kanunue nini. Kuna wanawake wanatamani hivyo vitu vitokee, lakini havitokei. Yeye ndo anayehudumia kila kitu. Mimi niliwaza, wanawake mnalipa ada za shule? Sijawahi kuona mimi. Yaani kwa nini mwanaume ujiamini kiasi chote hicho? Kwa hiyo kama ada ni 800,000, ada ni milioni analipa mke. Wewe unajitengenezea nini wewe kwenye familia yako? Umuhimu wako kama mwanaume unauweka wapi? Wanaume, rudini kwa wake zenu, mshirikiane nao. Hakikisha unajua faida na hasara. Na kama unavyojua kwenye biashara kuna wakati mtu anaweza kaanguka, uwepo pale ujue biashara inaenda hivi, sasa hivi tumeanguka, sasa hivi tuongeze mtaji, sasa hivi tufanye nini. Mwanamke naye awe anaiona nafasi yako. Usipoteze kabisa mamlaka yako ukaacha mwanamke hata anajitegemea unasema mimi nitakuwa nafanya tu maendeleo. Mimi nakwambia huyo mwanamke utampoteza. Kwa sababu kihisia ataanza kuwa mpweke. Yaani yule mtu aliniambia sema dada nimekuwa na upweke mkubwa. Ndio biashara ninayo ni kubwa lakini namna ambavyo ninateseka mimi mwenyewe kuangalia matumizi na kila kitu. Yaani kuna wakati nikikaa naona hivi umuhimu wa mume uko wapi sasa? Mbona bora nikae mwenyewe? Ndio maana mimi nawaambia wanaume msijipunguzie umuhimu wenu, thamani yenu kwenye familia zenu nyinyi wenyewe. Hakikisha unaendelea kuperform kama mume. Mke wako unajua anasuka kwa pesa yako unayotoa mfukoni. Mke wako hata kama unajua anaingiza kadhaa, hakikisha wewe ndio mtendaji mkuu umesimamia yale mapato. Ili unapopata yale mapato ndio unapiga bajeti, mke wangu nenda kasuke, mke wangu fanya hiki, mke wangu hiki. Hapo ndipo umuhimu wako kama baba unavyoendelea kuonekana. Nafasi yako inakuwa ya muhimu. Unamruhusu mwanamke kuwa na heka nyingi kichwani, apambanie maisha. Yaani mwanamke akaanze kuwaza biashara, awaze hasara, awaze faida, awaze malezi, awaze kulipia ada, awaze kuhudumia familia, awaze kujihudumia na yeye pia. Mimi naomba nikuulize, hivi mwanamke akishafanya vyote hivyo, nafasi yako kama baba unaiona wapi? Wapi unapoona pataonekana una umuhimu wewe wa kuwepo kwenye hiyo familia? Na ndio maana baadhi ya wanawake unakuta anaanza kuja kuvunja ndoa kwa sababu ya ule upweke. Ndoa inajengwa na mawasiliano, watu kukaa karibu kihisia wakati wote mkiwa mnajadili kila kitu cha maisha yenu. Mnajadili changamoto, mnajadili faida, mnajadili hasara, mnajadili mafanikio, mnajadili kupoteza. Hivyo ndivyo upendo unavyodumishwa kwenye familia. Mimi nashindwa kuelewa baadhi ya wanaume sijui mnajiamini nini, mimi sijui. Kwa nini mtu aache kuprovide kwenye familia yako eti baada ya kufungua biashara? Yaani mwanaume kabisa unapata nguvu ya kuacha eti mke alipe ada. Mimi nilishangaa sana. Ada? Niliona ni kitu kigeni mimi kusikia wanawake wanalipa. Lakini sasa hivi nimekuwa nikisikia kwa wanawake wengi sana. Mtu anasema dada, sio kwamba wakati mwingine mtu unaamua, yaani mtu unaona tu haina haja ya kuwa na mume. Mume ana kazi zake tu na mwingine ndo anaendelea na uhuni huko. Kutafuta wanawake wengine, wewe unakuwa tena hauna thamani. Kwa sababu ameshakufungulia biashara na kukalisha pale, yeye utakuwa unasikia tu amezalisha huku, kazalisha kule, kafanya hiki. Kwa hiyo mwanamke anajikuta anaanza kuzoea kujitegemea. Rudi kwenye nafasi yako mwanaume. Baadhi ya wanaume hebu anzeni kuhudumia familia zenu. Hujui mke wako anasuka kwa pesa gani? Mke wako anavaa kwa pesa ya nani? Kwa nini uishi kwa amani kwenye hali kama hiyo? Baadhi ya wanaume hebu tokeni huku. Ukimfungulia mke wako biashara, hakikisha wewe unakuwa msimamizi mkuu wa hiyo biashara. Yaani sasa kama umemfungulia biashara kubwa kama hii, eti mke ana uwezo hata wa kulipa ada. Si ilibidi tu usimame wewe kama baba. Kwamba mke wangu wewe ni msaidizi wangu, fanya kazi, pesa ikipatikana tunashirikiana. Imepatikana kadhaa mme wangu, sasa hivi mme wangu tumeingia hasara, sasa hivi mme wangu mtaji umetikisika, sasa hivi mme wangu hiki. Mtu anakuambia mtu unaanza kuingia kwenye vikoba. Mtaji ukitikisika unakopa kwenye kikoba unaingiza huku. Yaani unakuwa una hata amani. Yaani mwanamke unajaa mawazo utafikiri mwanaume. Hasa wewe nafasi yako kama mwanaume itaonekana wapi? Kama mke analazimika kujipambania kila kitu. Baadhi ya wanaume mimi na washauri tu, rudini kuhudumia familia zenu. Hiyo kazi uliyomfungulia mke wako, hebu mwambie mke wangu hebu tushirikiane. Na wewe mwanamke ambaye unajiona kabisa umeshaanza kuchoka, mwambie ukweli mume wako. Baadhi yenu mmekuja kunifungukia mimi ukweli lakini kwa waume zenu hamtaki kusema. Mtu anasema dada anajikaza tu lakini mimi kwa kweli nimechoka. Mtu nakuwa najihudumia mwenyewe, kila kitu mimi mwenyewe. Natamani na mimi ile nafasi ya mume wangu niione. Nione mume wangu hata at least akisema mke wangu chukua pesa ya kusukia. Natamani na misi hicho kitu. Natamani hata kuona namwambia mume wangu ada imeisha. Lakini mimi nimekuwa ni mtu wa kuomba tu aniongeze nikikwama. Na wakati mwingine anauliza pesa unafanyia nini? Biashara yote hiyo. Sasa mimi najiuliza, hao baadhi ya wanaume shida yao ni nini? Mimi nawaambia kumfungulia mke biashara sio jambo baya, na kumfungulia mke biashara isiwe sababu ya wewe kukana majukumu yako. Nafasi yako kama baba kwenye familia hakikisha inaonekana.
Thamani yako ile ya mume kwa mke wako hakikisha iko pale pale. Kuna wanaume mke wake afanye kitu ambacho yeye hajajua, hela alikotoa ni kesi. Nyinyi wanaume wa baadhi yenu mtakuwa mnakaribisha hata usaliti kuingia kwenye ndoa zenu. Mke wako akifanya hata kitu hufuatilii, unajua tu ana biashara. Kumbe wakati mwingine biashara ilishaanguka. Sasa hivi anafanya uhuni huko ili apate hizo pesa. Kuna mwingine mke wake alimsaliti hivi kwa mambo kama haya. Alikuwa amemfungulia biashara, amemwacha yeye anasafiri, anaenda zake huko, anafanya kazi zake za kuajiriwa, yuko mbali, hajui mke anavaa nini, mke anakula nini. Mwenzangu, kila kitu utakuna endesha ka biashara aka hapa. Matokeo yake mke kumbe biashara amefilisika. Amekopa kwenye vikoba. Kaanza kutembea na wanaume ili apate pesa. Una mke wako, mke anaanza kudanga. Maisha yamekuwa magumu. Hakikisha unajiconnect na mke wako, ujue kwenye biashara kuna kuanguka. Hata we kama mwanaume unaonaga kuna kipindi unapoteza. Je, ulishawahi kujiuliza mke wako anaseto vipi hizo hali? Anaseto vipi? Hayo mapengo ya hasara anazozipata anajazia vipi? Baba, usiache pengo kwenye familia yako. Mke wako aendelee kuona umuhimu wako kama mwanaume. Nafasi ya baba isipotee. Ukimfungulia mke wako biashara, sio tiketi ya kuacha kusimamia nafasi yako ya baba. Sio tiketi ya kuacha kusimamia nafasi yako ya mume. Huyo ni mke wako, ni pambo lako, lipambe hasa. Mke wangu pesa ya kusukia. Mke wangu pesa ya kunyolea. Mke wangu kanunue vitenge. Mke wangu kanunue nguo. Nunua nguo za watoto, fanya nini? Mwanaume unathaminika sana pale unapoprovide. Ukimfungulia mke biashara kisha ukakaa pembeni, pale unakuwa hauprovide, ila unamfundisha mwanamke kuishi mwenyewe. Unamfundisha mwanamke kutokuona umuhimu wako. Yule ilifika mahali akasema, dada, kuna wakati mimi nawazaga nasemaga hivi, kuna umuhimu gani wa kuwa na ndoa? Kwa sababu mwanaume mwenyewe ananifanyia tu mimi usaliti. Fikiria wewe huprovide, ufanye chochote kwenye familia yako na bado una wanawake huko nje. Mke anajitegemea. Ni nini unatengeneza? Hizi kesi nimekuwa nikizipokea ni nyingi sana sasa hivi. Ni nyingi mno. Wanawake kulalamika kwamba unakuta unajitegemea wewe mwenyewe. Sasa mwanaume unaruhusuje mke wako ajitegemee? Mke alipe ada ya watoto. Baadhi ya wanaume hapana, mnazidisha mno ukavu huo. Huo ukavu umepitiliza. Huo sio wanaume sasa. Mke alipe ada ya watoto. Ada milioni, sijui milioni 2, hizo shule za private zina gharama. Mke ndo ana perform yeye kulipa ada. Wewe mbona mke wako huyo anavyokuacha, mbona hatawaza mara 2? Akikaa na wewe miaka 5, 6, 7, huyo anakuwa ni mzoefu wa kuishi mwenyewe huyo. Anaweza kukaa mwenyewe na akaendesha maisha yake kwa sababu tayari kwenye maisha ya ndoa ameshajifunza kuishi mwenyewe. Baadhi ya wanaume msitengeneze hizo picha kwa wake zenu. Usimfanye mke wako aone umuhimu wa wewe haupo. Simamia nafasi yako. Wanaume, rudisheni mamlaka zenu kwenye nyumba zenu. Mpe mke wako pesa akasuke. Yaani hakikisha unajua kila kitu cha mke wako. Akinunua nguo mpya hujajua amenunua na pesa gani, muulize. Ishini kwa kuwa watu wa kuwasiliana. Wengine wake zenu wataingiza hata usaliti, msishtuke. Mimi mke nikishaanza kufanya vitu vingine ambavyo wewe huvijui, mwisho wa siku siwezi nikaingiza vitu haramu ndani ya hivyo vitu. Kuna watu mnawake wanajinunulia simu za milioni, mnawake wanajinunulia sijui nini, mna wanawake hadi wana top up. Mtu ana top up simu na ana mme. Yaani ni vitu vya hovyo kabisa. Mwanaume kabisa umemwoa mke wako anaenda kutop up. Kivipi? Yaani mke ana top up, wewe unapokuwa wapi? Yaani mwanamke ulimnunulia simu, akaona ile simu haipendi, ameenda ametop up. Kapeleka pesa, amechukua kubwa zaidi. Na wewe kama mwanaume una amani kabisa, mke wako anakuambia nimetop up simu, niliona nataka kubwa kidogo, nikaongeza na hela kidogo. Huwazi kwamba mke wangu hela anatoa wapi? Wanaume, mimi nawaambia ukweli. Mungu hakuwa mjinga kuambia nyie mtatafuta kwa jasho kwa ajili ya familia zenu, mtatafuta kwa jasho ili familia zenu zile. Hakuwa mjinga. Wewe leo hii umeacha nafasi ya baba, unamwacha mke wako wewe kama mwanaume. Mtu anapambana, kichwa kinajaa stress kama mwanaume, kichwa kinawaka moto. Malezi, huyu mwanamke lazima atapwaya kwenye malezi ya watoto. Mtu ana vikoba huko, amekopa, anadaiwa. Mtaji umeanguka, anapambana yeye mwenyewe. Wewe hujui chochote. Ni kitu gani baadhi ya wanaume mnafanya sasa hivi? Mnapoteza thamani zenu kwenye familia zenu nyinyi wenyewe. Umuhimu wako kama baba upo kwenye wewe kuperform. Kuhakikisha familia yako inapata kila kitu, mahitaji yote unajua. Unajua sasa hivi kuna ada, unajua sasa hivi kuna hiki. Mtu anakwambia nimekuwa mpweke, naona kabisa sina haja ya kuwa kwenye ndoa. Mwanaume hajui chochote. Amekaa tu toka aliponifungulia biashara, wewe una biashara.
Sasa mwanaume, kwa ajili ya kuepusha haya yote, hakikisha unajua hiyo biashara inaenda vipi, mnaingiza nini, kipi kinatoka, mnapata hasara hapa, mmefanya nini. Jua wewe, usimame kama mtendaji mkuu. Simamia hiyo biashara ya mke wako awe kama msaidizi vile vile. Kuhusu ada, wewe ndio uwe unapanga matumizi yote, kwamba hii itaenda kwenye ada ya watoto, hii itafanya nini. Hivyo ndivyo mwanamke anavyoiona thamani yako kama baba. Hasa wewe ukimfungulia mke wako biashara, ndio unaanza kuhangaika na wanawake wengine, ulishaacha nyumba yako. Mke utampoteza huyu. Mwisho wa siku utakuja kulalamika, nilimfungulia biashara akanigeuka. Kumbe wewe mwenyewe ulimfundisha kuishi mwenyewe. Wakati mwingine mtu unamfundisha mtu kuona kumbe kukaa mwenyewe inawezekana. Mtengenezee mtu kuiona nafasi yako, bado aone nisipokuwa na mume kuna nafasi inapwaya. Wanawake wakati mwingine wanaanza kuchoka kihisia, naona sina haja mimi ya kuwa na mume, bora nikae mwenyewe. Mimi nawaambia ukweli, baadhi ya wanaume, rudini kwenye nafasi zenu. Wewe ni mume, mke wako ujue anasuka kwa pesa gani, mke wako ujue anavaa kwa pesa za nani, mke wako ujue anakula nini, watoto wako ujue anakula nini. Hujui mkaa, hujui mafuta, hujui mchele, hujui chochote. Basi at least hivyo vitu vidogo vidogo tuseme haya. Sasa utasema mke wako ana clear mchele, sijui mafuta, haya ata clear, lakini mpaka ada, jamani, huko unakuwa umevuka mipaka. Mke akatoe milioni 2 abageni, mna watoto 2 3, abageni ada za watoto, kisha akwambia mume wangu nimefeliwa 500 ya ada, na wewe utoe 500. Hapana, haijakaa sawa. Baadhi ya wanaume, rudini kwenye nafasi zenu. Asili inakutaka wewe kuwa mwajibikaji kama kiongozi kwenye familia yako. Asili inakutaka wewe kuwa kiongozi. Wewe ndio mbeba maono. Wewe ndio uwe mtu unayejua familia yangu ina income kiasi gani, hii iliyopatikana nifanyeje, hii iende huku, hii iende huku, hii iende huku. Mke anatakiwa kurelax. Mke ni pambo la nyumba. Mke sio mtu ambaye anatakiwa kuwa kama wewe mwanaume halali, sijui afanye. Yeye ni mtu wa kukufariji wewe. Sasa yeye ana stress, wewe una stress. Nani atakayemfariji mwenzie? Akufariji wewe wakati yeye anadaiwa kwenye kikoba, amekopa, amejazia kwenye mtaji. Hawezi tu kukuambia mtaji umepungua. Anaogopa. Unamwambia biashara kubwa yote niliyokufungulia. Mwisho wa siku mke atavunja hiyo ndoa. Atavunja hiyo ndoa, nakwambia kabisa. Ataona hakuna umuhimu wa kuwa na mume. Baadhi ya wanaume mnayehusika na hiki nilichowaambia hapa, hebu badilikeni. Rudini kwenye nafasi zenu. Hakikisha wewe kama baba unajua watoto wako wanasoma kwa ada gani. Watoto wako sare zinasemeje? Mke wako anasuka nywele, pesa ya kusukia ni shilingi ngapi? Wewe ndio uwe unatoa. Mke wangu chukua pesa kanunue nguo, mke wangu chukua pesa nunua viatu, mke wangu fanya hivi. Mtengeneze mke wako kuwa kama msaidizi. Kazi afanye ndio kwa ajili ya kupata uzoefu. Na yeye awe mzoefu kwamba anajua maisha yanaenda hivi, kuna kuingiza, kuna kupata, kuna kufanya nini, lakini wewe ndio msimamiaji mkuu. Msiwache hawa wanawake kuwa kama wanaume. Mnawabadilisha baadhi yenu nyinyi wenyewe kitabia. Mwisho wa siku mtu anakomaa, anaanza kuona sina haja ya kuwa na mume. Utakuja kulaumu watu. Mimi nakwambia ukweli, baadhi ya wanaume, badilikeni.